40 kwenda mbele, tukaona kumbe imani yetu msingi wake mkubwa upo kwenye ufufuo wa Kristo. Kama Yesu asingefufuka, basi imani yetu ni bure. Sio kifo cha Yesu. Wengi walizaliwa wakajiita mayesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hata leo tunavyoongea kwenye masuala ya mipira wanaitwa Yesu. Wapo Yesu kwenye mipira kwa majina yao. Wapo. Si Jesus Navas, si ndio wapo kwenye mpira? Gabriel Jesus, si mayesu wao, lakini hawaokoi. Kwa sababu gani? Kabla ya wao kulikuwa na mayesu. Kipimo kilikuwa sio kuitwa Yesu. Kipimo kilikuwa baada ya kuitwa Yesu, ukifa utarudi, ndio kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wetu peke yake ndio ambaye aliitwa Yesu, akafa na akafanyaje? Akionyesha umiliki sio tu wa dunia hii, bali umiliki hata wa ulimwengu baada ya hapa. Na tunamwamini kwa sababu sasa tunajua imani pekee ambayo imejificha kwa Yesu huyu, kwa hata tukifa, kama yeye alishinda mauti, na sisi tutashinda nini? Mauti. Mabuda wote walizaliwa wakafa. Mtume Muhammad aliwa mwenyewe alizaliwa akafa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana unamfuata mtu ambaye amekufa naye ajue anapoenda, na unamfuata huyo unaelekea wapi? Lakini Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Atakayeniamini mimi ajapokufa ataishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani yetu Paulo anasema imejikita kwenye kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Sio kwenye kuzaliwa kwake, wala sio kwenye kufa kwake, bali kwenye kufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Pasaka ina mambo mengi. Sasa leo tunaenda kuangalia jambo jingine kwenye Pasaka ambalo hatulizungumziagi sana. Tunalitika kwenye mauti, kwenye kufufuka, kwenye damu ya Yesu na kadhalika. Ila mauti ya msalaba sio tu ilileta ukombozi kwenye dhambi, ila ilileta ukombozi kwenye mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ilileta ukombozi kwenye dhambi, kwenye afya, kwenye uchumi, magonjwa, vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mauti ya msalaba na ufufuo wa Yesu ulivyoviondoa. Sasa leo tunaenda kuangalia kwa ufupi jambo jingine ambalo mauti ya Yesu na ufufuo wake ilileta, au tusitumie neno ilileta, ilirudisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata zamani dhambi haikuwepo, ikaingia, mauti ikaitoa. Ili jambo pia lilikuwepo vizuri, dhambi ikaingia, ikaliharibu. Mauti ya Yesu msalabani, kifo cha Yesu kikalipa deni, lile jambo likarejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Andika somo leo linaloitwa kanuni za kutawala kibibilia. Kwenye mabano andika uchumi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni za kutawala kibibilia au uchumi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mwanafunzi mzuri hapa sasa hivi atakao amepata idea ya kwamba tunaposema uchumi wa kimungu, maana yake upo uchumi ambao sio wa kimungu, ambao Biblia imesema uchumi huo unataabisha, uchumi huo unachosha. Bwana Yesu asifiwe. Wadhani hapo ya kwamba kuna amani, ndipo uharibifu wajiapo. Kwa nini? Kwa sababu uchumi wa dunia hauna msingi. Uchumi wa dunia ni kama mitume wao ambao walizaliwa wakafa, hawajui walipokuwa wanaelekea. Unapata leo lakini hauna foundation, hauna msingi ulioshikilia hatima ya uchumi wako. Lakini uchumi ambao umejificha kwenye uungu, umejificha kwa Mungu, hata kama umeanza mdogo, msingi wake ni imara. Anasema japokuwa mwanzo wenu ni mdogo, ila mwisho wenu utakuwa mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upo uchumi wa duniani na upo uchumi wa mbinguni. Na ndio maana kwenye sala ya Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake, walipomwambia Bwana tufundishe kusali, akawaambia ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako uje. Bwana Yesu asifiwe. Na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Uchumi wetu sisi hautimizwi hapa dunia, hautimizwi
hapa duniani kama mbinguni. Uchumi wetu sisi unaangalia mbinguni pakoje, ndio tunajua uchumi wetu sisi hapa utaendaje. Kama mbinguni wameishiwa mtaji, basi na sisi tutaishiwa mitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama mbinguni wamelala njaa siku moja, na sisi tutalala njaa. Kama mbinguni hawana kazi, basi na sisi tutakuwa hatuna kazi. Kama mbinguni kuna chuma ulete, basi na kwetu sisi kutakuwa nini? Na chuma ulete. Sasa ashukuriwe Mungu wa mambo mbinguni hayapo. Yesu anasema wekeni hazina zenu wapi? Ambapo chuma ulete, waganga, wanafiki, tunutu, palale hawezi kula hazina zetu. Msiweke hazina duniani ambapo wezi wapo, chuma ulete wapo, wafilisaji wapo, TRA wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uchumi wa mbinguni ni wa milele. Sasa kimsingi kwenye Biblia hakuna neno limeandikwa uchumi kama uchumi kwenye Biblia. Halipo. Economy halipo. Ila kuna tafsiri za uchumi kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia uchumi, tunazungumzia vitu vinne. Cha kwanza, uchumi maana yake kutumia akili Mungu alizokupa. Kutumia ufahamu ambao Mungu amekupa, ili uweze kuzitumia vizuri rasilimali za nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate mahitaji na matakwa. Naomba nirudie. Tunapozungumzia uchumi, hiyo sio kibibilia, kibinadamu kabisa. Uchumi ni uwezo wa kutumia akili na maarifa Mungu aliyokupa ili uweze kuzitumia rasilimali. Tunaposema rasilimali, tunazungumzia vitu ambavyo Mungu ameviwekeza kwenye nchi ili vitupatie mali, kama ardhi, maduka, mashamba, miti, wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutumia watu wanaokuzunguka, ndio rasilimali watu. Tumeelewana? Ili ukishatumia hizo rasilimali upate mahitaji na matakwa. Mahitaji na matakwa. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7, Mungu anasema atatupa akili kwenye mambo yote. Msomaji naomba tusomee hiyo. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 7. Nayo inasema, yafahamu sana hayo nisemayo. Yafahamu sana haya ninayokuambia leo. Kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kwa maana Bwana atakupa akili kwenye mambo yote. Yaani kwenye harakati zako za kutafuta maisha, kwenye harakati zako za kujijenga kuwa na maisha bora, Mungu anasema atafakari sana haya, kwa sababu mimi nitakupa akili kwenye mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ategemee kutoka sisi tunakwama kwenye masuala yetu ya kibiashara, kwenye masuala yetu ya kazi, kwenye masuala yetu ya kutafuta rasilimali, kutafuta uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama panaonekana pana ugumu kiasi gani, Mungu anasema atakupa akili ili uweze kutumia rasilimali alizoziweka katika dunia zikupatie mahitaji na matakwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti ya mahitaji na matakwa. Kiingereza tunasema needs and wants. Mahitaji na matakwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, tumbo linahitaji nini? Chakula, si ndio? Hivi kuna siku kaamka tumbo likakwambia leo hata ukinilisha nini siwezi kushiba mpaka nile sausage? Au yani mimi leo yani ukinilisha chochote sishibi mpaka nipate chips, yai na Pepsi baridi? Ishakutokea siku kama hiyo? Tumbo, njaa ikiuma, tumbo linataka chakula. Ni hitaji lake la msingi chakula. Chakula kisha mdomoni, tumbo alikagui kama huu ni mlenda, kama huu ni wali, kama hii ni sausage, kama hizi ni chipsi. Tumbo alikagui. Bwana Yesu asifiwe. Tumbo linachojua hiki ni chakula nilikuwa nahitaji, sasa nimeshiba. Maswala ya sausage, chips yayo, chips kuku, hayo ni matakwa, sio mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni matakwa, sio mahitaji. Lakini Mungu atatofautisha, amesema nitakupa mahitaji yako pamoja na matakwa yako. Kwenda Marekani sio hitaji, ni takwa. Kwa sababu hata usipoenda Marekani utaishi, ndio? Hayo ni matakwa yako. Kusoma shule ya milioni 200, hayo ni matakwa. Kuna shule za Samia za bure. Bwana Yesu asifiwe. Tumetofautisha hapo. Sasa Mungu lengo lake sio akupe tu mahitaji,
anataka akunyanyue kiasi cha kwamba akutimizie matakwa ya moyo wako. Mungu anasema katika kitabu chake, ni neno la kuaminika, kama mtu akipata chakula, mavazi na pakulala ataridhika. Lakini si umaskini huo. Uongo kweli? Yaani Mungu anachosema hapo, yaani wewe mwanangu, ukiwa na suruali moja, shati moja, ukiwa na eneo la kuegemisha uso wako, hata kama ni kibandani kwa mtu nje ya fremu, ukiwa na uhakika kwa siku utakula, basi ufanyaje? Uridhike. Huo ni umaskini. Huo ni umaskini. Lakini Mungu anachokuwa akimaanisha kuwa mimi Mungu, hilo ndio hitaji lako la msingi. Maisha ni bora kuliko unavyovitafuta. Lakini Yesu anakuja kujifunua zaidi. Unajua Yesu ni mzuri sana. Yesu, neno la Mungu lote linamdhihirisha Yesu. Lakini watu walikuwa wanaabudu Yesu asiyemjua. Walikuwa wanaabudu Mungu asiyemfahamu, asiyemjua. Na ndio maana Yesu kwenye Yohana sura ya 4:23 juu kidogo anawaambia Wayahudi, nyie mnakiabudu msicho kijua, ila sisi tunaabudu tunacho kijua. Watu walikuwa wanaabudu Mungu asiyemjua, wasiyemfahamu. Mungu kwa watu walikuwa wamechanganyikana. Wengine wanasema Mungu anaua, mwingine Mungu haui. Mungu atadilisha, wengine Mungu atadilishi. Mungu ni moto, wengine Mungu ni kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kuja kwake amekuja kutuonesha dhahiri tumfahamu Mungu anavyotakiwa tumfahamu. Timotheo anasema Yesu ni picha halisi ya Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukimwona Kristo umemwona nani? Kwa Yesu amekuja kutuonesha kwamba sio tu kupata mavazi, malazi na pakulala uridhike. Anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate utajiri. Fedha na dhahabu ni mali yangu. Sasa utajiri sio hitaji, utajiri ni takwa. Kwa uchumi manake Mungu anasema ninakupa akili njema, ninakupa ufahamu ili uweze kutumia rasilimali nilizoziweka katika nchi ili ujipatie mahitaji na matakwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna sehemu amezungumzia nchi ambayo Mungu anataka atupe. Amezungumzia rasilimali ambazo Mungu ameziandaa kwetu sisi. Ni rasilimali sio za kawaida. Ni rasilimali ambazo nikikutajia hapa utashtuka, utasema nilichelewa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema tumia akili kutumia rasilimali, rasilimali zipo. Ni sisi tunashindwa kuzitumia. Wangapi washa kutembea kuta sehemu njia ambayo walikuwa wanaipita kila siku, kuna frame mpya imefunguliwa au kuna biashara mpya ambayo hakuwahi kuiona. Kuna mtu kaona yeye kweli. Rasilimali Mungu aliweka pale muda mrefu. Hii ardhi ni rasilimali, wanyama ni rasilimali, miti ni rasilimali, udongo ni rasilimali. Hawa watu ni rasilimali watu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kanisani, Mungu anasema nitakupa akili kwenye mambo yote. Unalalamika huna hela ya kula, lakini ipo rasilimali watu imekuzunguka. Umeitumiaje? Bwana Yesu asifiwe. Acha watu, ipo rasilimali ardhi imekuzunguka. Unalalamika sina mtaji, sina hela. Ipo rasilimali mpaka za kiroho. Efeso 1:3 anasema nimewabariki katika baraka zote katika ulimwengu wa kiroho. Tumeelewana wapendwa? Naomba tusomee Kumbukumbu 8. Nikuoneshe baadhi ya rasilimali. Kumbukumbu 8 mstari wa 7 na kuendelea. Cheki rasilimali ambazo Mungu anazungumzia hapa, ambazo wewe unalalamika hujawahi kuziona duniani. Soma. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu akuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi. Anasema kwa kuwa Bwana Mungu wako yu akuingiza katika nchi nzuri, yani nchi ni rasilimali nzuri, nchi yenye vijito vya maji. Mungu anakupa rasilimali ambazo hujaziona, vijito vya maji na chemichemi. Bwana Yesu asifiwe. Na mfano mmoja, pastor anauza maji, ametumia rasilimali ya vijito vya maji ambavyo wewe unavyo nyumbani kwako. Ardhi ni ya Mungu. Biblia imesema hivi, mbingu ni ya Bwana, ardhi ya kwetu. Ina maana ukichimba hata kwako unapata maji chini pale. Uongo kweli? Endelea. Na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima. Nchi ya ngano na shayiri. Amekupa nchi ya ngano na shayiri. Na zabibu na mitini na mikomamanga. Nchi ya mizeituni yenye mafuta. Nchi yenye mizeituni yenye mafuta. Sio tu mizeituni, ila mizeituni yenye mafuta. Na asali. Nchi utakayokula mikate humo. Sikiliza hapo.
Anaongea kilaini, anasema mimi ni Mungu niliyokupa nchi yenye migomba, yenye matembele, yenye bamia, nchi yenye madafu, nchi yenye ng'ombe, yenye mbuzi, yenye kondoo, yenye kuku, yenye kisamvu. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio lugha yetu jamani hiyo? Kwani kuna mikomamanga huko? Sisi kisamvu, matembele, ndizi, mipapai, miogo, nchi ya viazi vitamu na mviringo, nchi ya asali ametupa. Pasi na shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake. Nchi ambayo mawe yake ni chuma, mawe yake ni chuma na milima yake inafuka shaba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nchi ambayo utachimba chuma na shaba zimejaa kwenye milima. Mungu ana uhakika nchi aliyokupa ina rasilimali za kutosha, wala hautapata upungufu ndani yake. Nawe utakula ushibe, nawe utakula na kushiba. Utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari. Ishi hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimekupa nchi nzuri yako, nchi ya ngano, nchi ya shairi, nchi ya migomba, nchi ya mitumba. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yenye rasilimali nyingi. Nchi mpaka mawinga wanafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Winga anatoboa nchi hii. Hana mtaji, hana duka, hana halipi kodi TRA, hadai ushuru lakini kajenga. Aisee. Nchi na kila kitu Mungu ameiweka mbele yako, lakini bado tunalia umaskini, tunalia mambo yaendi. Wewe ungekuwa Mungu ungesemaje? Ungesema watu hawa hawana akili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana wapendwa? Kwa Mungu ametupa mali nyingi, anasema tutumie akili na ufahamu ili sasa tupate mahitaji, ili sasa tupate chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Kumbukumbu 8:18 tunaisomaga vibaya. Haisemi Mungu ni Mungu mwenye nguvu za kutupa utajiri au za kutuwekea ndani mali. Anasema utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na kulima mashamba mazuri na kuvuna, usije ukasema moyoni mwako ya kwamba ni kwa uwezo wangu na nguvu zangu ndio zilizonipatia utajiri huu. Sikiliza kwa makini mbele hapo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu. Mungu akupi utajiri, anakupa nguvu za kupata utajiri. Mungu anakupa maarifa na akili ya kutoka kwenye umaskini. Mungu hakutoi kwenye umaskini. Mwambie mwenzako, Mungu hakutoi kwenye umaskini. Mshike na mkono, mwambie Mungu hakutoi kwenye umaskini. Anakupa akili za kutoka kwenye umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Umaskini mjanja sana. Hapo unakufanya uongee kwa yaani moyoni mwako kabisa unajua mimi nitoke kwenye umaskini huu. Nitamke kwa sababu nipo kanisani. No, tamka kwa ujasiri. Sema Mungu ananipa kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Anakupaje nguvu? Amekupa akili njema, amekupa rasilimali. Anasema juu yako mwanangu, nenda kafanikiwe, nenda katafute mahitaji yako na matakwa yako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu anayofanya kazi. Mungu hakupi akili darasani hata siku moja, ila anakupa uwezo. Kusoma ni kwako wewe, kufaulu na kufako wewe. Mungu alivyomuumba Adamu alimpa wanyama, akasema utajua mwenyewe. Adamu alivyoangalia, huyu chui, huyu simba, huyu mwewe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale Mungu akamchomoa mwanamke katika ubavu wake. Mungu akapotea akaondoka. Kamaliza kazi, ameshakupa rasilimali, ameweka pembeni. Ni kazi kwa Adamu. Alivyoiona akagundua hii ni rasilimali Mungu amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitamuita nani? Mwanamke. Kumbe jina la mwanamke ukupewa na Mungu, ulipewa nani? Na Adamu. Mungu aliumba Adamu, hakuumba mwanamke. Adamu ndo aliumba mwanamke. Mungu amekupa ardhi, hajakupa muogo.
Wewe ndio unatengeneza muogo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajaumba kiti, amekupa mbao. Wewe ndio unatengeneza mbao, sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajakupa ndege, amekupa chuma, amekupa na akili. Wewe ndio umetengeneza ndege. Asifiwe. Kwa anaposema ni mali yangu, haimaanishi ametengeneza kiti, ila matita yeye akakupa na akili atengeneza kiti. Tumeelewana wapendwa? Kwa Mungu usitegemee aje kukufanyia vitu kama hivi. Mungu ashuke na malaika haje kutengenezea kochi, kiti, kitanda, akutengenezea umeme, hawezi. Kuna sehemu kwenye Biblia unasoma Mungu basi pameandikwa hivi, ikawa jioni Mungu akatoka akaenda ofisini kwake akatengeneza luku. Umeshakuona sehemu kama hiyo? Au Mungu akatoka akachukua msumeno akakatakata akatoa yeboyebo. Ipo? Haipo. Mungu anasema nimeumba miche, nimeumba miti, nimemaliza, nimeweka mwanadamu. Hii kazi ni ya kwako. Adamu ndiye alimtengeneza mwanamke, sio Mungu. Akasema sasa huyu ataitwa mwanamke maana ametolewa ubavuni mwangu. Mungu aliongea hayo kwani? Alimchomoa akamweka, Mungu akasepa. Adamu akamaliza mwenyewe. Akamwekea wanyama, Mungu akaondoka. Adamu ndo akaumba simba, akaumba ndege. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema kila jina ambalo muita mnyama ndivyo alivyokuwa. Maana angemuita kondoo, simba angekuwa na tabia nani? Kondoo angemuita chui, kondoo angekuwa na tabia ya chui, kwa sababu yeye ndio anayeyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa rasilimali, ametupa vitu tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake. Mwanzo 1:26-28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo 1 sura ya kwanza mstari wa 26. Yaani somo la leo sikiliza kwa umakini kwa sababu ya njia yako ya kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Ishia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu akaabudu. Ngombe nyamaza. Akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakanisujudie. Imeandikwa hivyo? Imeandikwaje? Wakatawale. La kwanza Mungu analitamka kwa mwanadamu alipomuumba ni utawala, ni umiliki, ni uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio la kwanza Mungu alitamka mahali hapo. Alisema tumuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatusujudie. Japokuwa ibada ipo, japokuwa kusujudia kupo, tumeelewana? Lakini Mungu anatambua haya yote ninayoyataka mimi kama Mungu hayawezi kutimia kama huyu mtu hajamiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Akasema tumuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale samaki, maji, ndege, misitu, miti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alikumba wewe na mimi tukamiliki, tukatawale nchi, tukaitiishe. Sio kama Mungu alikuwa amesahau issue ya ibada. Sio kama Mungu amesahau kwamba anahitaji ibada. Ibada kwa Mungu ni sawa ili anga na ndege, ni sawa na maji na samaki. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa mimi ninavyohitaji pumzi, ndivyo Mungu anavyohitaji ibada. Lakini ameiweka pembeni, anasema na tumuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi Mungu alitumia siku zaidi ya 5 anaandaa mazingira, anaandaa rasilimali ambazo mtu atakuja kuzitumia ili akatawale. Uongo kweli? Tunasoma Biblia. Siku ya 6 Mungu aliumba nini? Mtu. Siku ya 7 akapumzika. Lakini ukirudi nyuma Mungu alikuwa anaomba rasilimali. Umeona? Ameanza kuumba nuru. Bwana Yesu asifiwe. Akaumba viumbe vya majini. Akaumba miche siku ya 3. Akaumba mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja mwishoni kabisa baada ya mazingira kukamilika, anamuumba mtu. Kwa nini? Anataka mimi nikamiliki na kutawala. Anataka mimi niwe na rasilimali tayari zipo mbele yangu, niende nikazitumie kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uchumi Mungu anaozungumzia, kumbuka sio tu kwa ajili yako. Uchumi anaozungumzia ni kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Ile Kumbukumbu 8:18
sijafika mwisho. Ukifika mwishoni pale anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate utajiri, ili kulifanya imara agano langu nililowapia baba zako kuanzia kipindi hicho mpaka hivi leo. Kumbe Mungu anataka kupa utajiri, sio ili watambie mtaani, kwa sababu ya agano lake, kwa sababu ya kanisa lake, kwa sababu ya watoto wake ambao waweka kwenye kanisa lake. Wewe ukiwa tajiri ni msaada kwa ajili yao. Ukimiliki injili inaenda mbele. Ukimiliki Mungu anatangazika. Bwana Yesu asifiwe. Hivi injili ipi ni ngumu? Aje mtu amepaki V8 hapo nje, wewe ndio unauza vitumbua hapo, akasimama akamwambia, mwanangu, Mungu anakupenda. Umeona? Anatamani umtumikie, anatamani akubariki. Utainuka mara moja. Wanakuja wale mashati ya njano, unajua? Wamejaa stendi. Si wakashifu, naongea kitu cha msingi. Wainjilisti na maanisha, ambao ukimwangalia kabisa stendi automatic unajua hii ni njaa. Anatafuta ulaji. Yamkini kweli anamtumikia Mungu, sio hivyo? Lakini ile njia anayoenda kumtumikia Mungu, kuna watu hawakuelewi. Hivi yule aliyokaa pale amechoka vile, viatu vimeisha, si ndio? Anaweza akaenda akamhubiria mtu kwenye V8, akamwambia chifu, kamzoesha V8 yake, Mungu anakupenda, anataka akuokoe. Ataambia shika sadaka wewe, nenda mbele. Tumeelewana wapendwa? Mungu hataki dharau kama hizo dharau. Yaani sawa unalitukanisha jina la Mungu. Anasema mimi nataka nikupe kwanza utajiri, ila ukitoka wakukimbilia waseme huyu Mungu wako anapatikana wapi? Fedha na dhahabu ni mali yangu, lakini fedha na dhahabu sasa ni mali ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Ndio injili ya Mungu anataka kuipeleka. Injili ya Mungu sio injili ya watu waliochoka. Sio injili ya mtu ambaye anawaza kesho atakula nini. Mungu anatushangaa, tunawaza kesho tutalipa kodi kitu gani? Tutakulaje kesho? Tutanunuaje chakula kesho? Alafu maskini ambaye Mungu amekutuma, kumbuka agizo la mwisho la Yesu, anasema na enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Moja ya kiumbe hicho ni Elon Musk, si ndio? Nani mwenye ujasiri wa kwenda kumhubiria tajiri namba moja duniani habari ya Yesu? Wainjilisti wa misheni hao. Atatamka neno kweli la Mungu, sawa? Lakini neno imani pasipo imekufa. Mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate utajiri. Mungu anasema mimi sio Mungu wa hasara. Isaya 46 anasema mimi Mungu nikufundishaye ili upate faida. Mimi sio Mungu wa hasara. Mimi ni Mungu wa faida. Unapoenda kushuhudia, umechoka, unanuka jasho, unataka una njaa, hata kama kweli ni Mungu amekutuma, lakini mtu kuangalia hii njaa, hii sadaka, hii shida, hamna lolote hapa. Jamani, wanawasikilizaga watu ni mmoja, wengi wafanye. Lakini ngoja mimi nipaki gari yangu pale kali, nisimame Kariakoo na tai kali, wakinoa jua hili ni tajiri, si ndio? Kwa mfano nimchukulie nani Tanzania hapa, Mo Dewji alikuwa ni tajiri, si ndio? Vipi siku asimame Kariakoo akapaki magari yake akasema jamani, leo nimekuja na habari njema, Kristo anaokoa. Hatataka umati ule, anaondoka na kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Anaondoka na wote, nakwambia wote kesho watakuwa kanisani, watamwabudu Mungu wa Mo Dewji. Sisi tumeelewana? Wasipoamini kwa neno, wataamini kwa tendo. Sasa kwa mfano, wewe umechoka mchungaji, hujui kesho utakula nini. Wewe mwinjilisti umechoka, hata hujui kiatu chako utanunua lini. Utasimama kuhubiri habari ya utajiri ya Mungu? Unaanzia wapi? Watakwambia kwanza jiokoe mwenyewe kwanza. Jiponye nafsi yako kwanza. Tafuta chakula ule kwanza, ndio uje kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio Mungu wa hasara. Mungu ni Mungu wa mafanikio. Ni Mungu wa matajiri. Kuna andiko moja walitumia wapendwa walipo Kilokole. Wanakwambia yapo mawili. Nasikia wewe ni rahisi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Sio kweli. Mungu alichokikataa ni wewe kuwa mtumwa wa mali zikawa Mungu wako. Anasema huwezi kuabudu mabwana wawili. Pesa imepewa jina la Bwana kwenye Biblia, kwa sababu usipokuwa na Mungu, pesa na namna inauchukua moyo wako, inakuchota, inaanza kukutumikisha. Ndio Mungu alichokataa.
Bwana Yesu asifiwe. Chukua vyote niachie Yesu wangu. Nani kasema? Mungu sio Mungu wa maskini. Pitia Biblia yako. Tajiri wa kwanza duniani ambaye Biblia inasema hata leo hajawahi kufikiwa ni nani? Suleimani. Inasema hata maua ya kondeni hajawahi kuvikwa kama alivyovikwa Suleimani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na utajiri mwingi. Daudi alikuwa tajiri. Nenda kasome Ibrahimu. Biblia inasema alikuwa tajiri wa mifugo, wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Tuje tukusome wewe sasa. Alikuwa choka mbaya. Alizaliwa akahubiri misheni akafa. Bwana isiwe kwako katika jina la Yesu. Weka historia ya kilegendi kama alivyoweka wenzako. Mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate utajiri. Hajasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili uwe tajiri, lakini ukiwa tajiri hautaona ufalme wa Mungu. Hakuna. Wanatumia mfano mwingine wa Lazaro. Lazaro alienda mbinguni kwa sababu alivumilia umaskini. Nani kasema? Basi Mungu wetu ni nuksi. Ametupa rasilimali, ametupa mali, ameweka na maandiko, afataka tuwe maskini. Basi Mungu wetu sio. Ni bora kuabudu Baali. Jamani, hakuna injili rahisi kama ya mtu aliyofanikiwa. Hivyo unadhani kwa nini watu wanaenda kwa Mamposa? Kwa sababu gani unadhani? Sio tu kutafuta uponyaji. Wanaona at least future. Akisema utapata gari, wanamcheki na yeye mwenyewe. Nayo. Watu fuate tu. Sababu ni ubiri eti baba akasema utakuwa na ndege kesho. Utaniangalia kwanza mimi. Hata usiposema sio. Kuna ndege pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio Mungu ambaye anahubiriwa. Anataka tufanikiwe kwa ajili ya agano lake. Ndio maana Mungu akija kanisani, akikuta kanisa limeharibika, kanisa limechoka, labda hata luku halina, viti halina, anatuangalia sisi, anachukia, anatuchapa. Ndio maana tufanikiwe ukute, kwa sababu tunaiacha nyumba ya Bwana. Tunajisahau ya kwamba Mungu alitubariki, alitupa kazi na biashara kwa ajili ya kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo inasema mnaomba ampokei kwa sababu mnaomba ili mkatumie kwa tamaa zenu wenyewe. Kivipi? Siku moja nilimwambia mtu mmoja, neno lilikuja afu nilikuwa sijalisoma kwenye Biblia, lakini nikaja kuliprove kwenye maandiko baadaye, ila lilikuja tu. Nikamwambia mzee, unaomba vitu haupokei kwa sababu unaomba kinyume na kusudi la Mungu, kinyume na agano la Mungu. Mungu hakupi tu mtaji. Sawa? Anakupa mtaji kwa sababu ameona kusudi kwenye maisha yako. Ina maana kabla kuomba mtaji, omba nini? Ulijue kusudi lako kwanza. Kabla kuomba kazi, mwambie Mungu nipe kwanza kusudi. Mungu atupi hela sehemu isiyo na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anapokupa fedha, anakuwa ameandaa pa kuipeleka. Ukiona leo upo hapa, ukiona asubuhi umeamka, umepigiwa simu, bwana kuna milioni moja yako hapa. Ukishika ile milioni moja, kabla ya kuitumia, cha kwanza mwambie nani? Bwana nimepokea hii fedha. Najua katika hii fedha hii kuna mbegu, kuna mkate hapa. Najua ipo hela yangu ya kula hapana, lakini nyingine niipeleke wapi? Atakwambia ninamtuma mtu mlangoni kwako anakuja. Nimekupa fedha kwa ajili hiyo. Punde si punde atakupigia simu mjomba wako. Mwanangu nimelazwa. Mwanangu ninaumwa. Mwanangu nina shida. Mdogo wako okay, ndio maana Mungu alipitisha hii kwa. Vipi sasa ukapewa ile hela yote ukaenda kununua sausage? Mungu akimtuma yule mtu, ukimwambia sina hela, Mungu ana wewe sio mtumwa mwaminifu. Kesho atapitisha kwako, atapitisha kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu anafanya kazi. Usifurahie Mungu anapokupa mali. Unajua kuna mzigo unakuja wapi? Nyuma. Usifurahie kalama anayokupa Mungu. Unajua kuna weight inakuja wapi? Nyuma. Mungu akupa kalama usichekelee. Akupa kipawa usifurahie. Kimsingi lia madhabahuni, kwa sababu kwenye ile kalama uko mzigo. Mungu anapokupa mapacha, lia. Anza kufikiria. Ada sasa hivi zinakuwa ngapi? 2. Mmoja atanyonya huku, mwingine atanyonya huku. Mabeseni 2. Pampasi 2. Yale maziwa ya kopo, mnahitaji ya kopo yale.
Lactogen 2. Kama unamkatia visepe 2. Bwana Yesu asifiwe. Yakikua akifika kwenda shuleni maada 2. Yakifeli atafeli 2. Alafu alivyo akifaulu anafaulu mangapi? 2. Alifaulugi moja. Bwana Yesu asifiwe. Inapokuja kalama, unapokuja kipawa, inapokuja fedha, kuna weight inakuja nyuma. Ukipewa kitu, kimbia magoti. Bwana, nimepokea mtaji, nimepata frame, nimepata kazi. Nipe assignment kabisa kabla sijaitokosa hela. Ukichelewa Mungu naimaliza. Atakwambia nimemtenga fulani kwa ajili ya hiyo fedha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 2. Mwanzo 2:4-5. Sasa nilikuwa nasoma Mwanzo 1:26 mpaka 28. Ukikaa peke yako malizia kusoma mpaka 28. Najua umeisoma mara nyingi. Nenda kaimaliza. Mwishoni nasemaje? Mungu akawabarikia. Akasema, zaeni mka. Mafanikio yanakuja baada ya Mungu kubariki. Mafanikio yanakuja baada ya Mungu kwanza kutia mkono wake. Kuongezeka kuna kuja baada ya Mungu kuachilia kwanza kibali chake. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kabla ya kulilia mabanda ya sungura na mabanda ya ng'ombe, kwanza mkono wa Mungu uwe juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo usifungue. Andika tu pembeni, utasoma kwa muda wako. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 26:16 mpaka 13, Mungu anasema hivi, usisome Mwanzo. Mungu anasema akambariki Isaka, akapata mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Baraka inatangulia kwanza, ndipo anakuja mafanikio. Sawa? Nyuma ya mafanikio ya Ibrahimu ilikuwa baraka ya Mungu imekaa kwenye mabanda yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana wapendwa? Mwanzo 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Ishi hapo. Msikize ile andiko kwa makini. Ni andiko ambalo linafanya Wakristo wengi mpaka leo tupo hivi tulivyo. Nimelisoma ile andiko kwa muda mrefu sana, sio leo, sio mwaka jana, sikuwahi kulielewa. Yako maandiko mawili kwenye Mwanzo mpaka leo sijaelewa. Nasema ukweli. La kwanza lilikuwa ni hili hapa. La pili ambalo mpaka leo bado linaniumiza kichwa, nasema Mungu akatengeneza mto, ukatoa vichwa vinne, ukaenda kuimwagilia Eden, mto Frati, Euphrates na kadhalika. Sio hivyo? Ipo kwenye Mwanzo kama mnasoma Biblia. Hivi kwani ulize swali. Kitabu cha Mwanzo kipo Agano Jipya la Kale? Jipya, si ndio? Agano Jipya la Kale. Sikatavujua mtakwambia Jipya Kale. Anakupiga huku na huku Tusome neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema jitahidini kusoma, kujionyesha mmekubaliwa nani? Wangapi hapa wamesha kusoma Biblia kwa kumaliza vitabu? Sawa? Hata vitabu 10. Random labda umesoma, ushakusoma Kutoka ukaimaliza, Mathayo ukamaliza, Luka ukamalizaga. Tumesha kujaribu hicho kitu. Sikuwepo na wewe ila sikubali. Yaani hapo hata Roho Mtakatifu atanitetea. Haipo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tujitahidi. Hakuna sehemu nyingine ambayo utamjua Mungu nje ya Biblia, nje ya neno lake.
kama ulisomi neno la Mungu, hautakuja kumjua Mungu. Tofauti ya Mungu na chakula cha kibinadamu ipo hivi. Unapokula chakula cha kibinadamu unafanyaje? Unashiba. Unapokula chakula cha roho unazidi kusikia njaa. Imeze hiyo kanuni. Yaani as long as unakula chakula cha kiroho unazidi kusikia njaa. As long as unakula chakula cha kimwili unazidi kushiba. Ukianza kusoma neno la Mungu linaanza kutaka kusomwa, kutaka kuendelea kusomwa. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi wapendwa. Tujitahidi kumtafuta Mungu. Soma Biblia. Hata kama uelewi kimafunuo, soma tu kama gazeti, soma Mwanzo, maliza nenda Kutoka, nenda Kumbukumbu, nenda Walawi. Bwana Yesu asifiwe. Soma tu. Jiwekee leo agano na Mungu kwa huu mwaka mpaka unaisha. Nitakuwa nimepindua agano la kale na agano jipya limeisha. Bwana Yesu asifiwe. Vitabu 60 ngapi tu vinakutoa jasho kweli? Hata ukisema kila siku unasoma sura hizi 2, mwaka unaisha unamaliza. Unaposoma vile ndivyo unavyomfahamu Mungu zaidi. Sasa andiko la kwanza ambalo linanisumbua ndilo nilowatajia, limeandikwa ukatoka mto mmoja ukatoka ukajigawanya kwenye vichwa vingapi? 4, ukaenda kumwagilia Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Ilo andiko ndio andiko ambalo mpaka leo wanasayansi wanalitumia kujua kimsingi Eden ilikuwepo wapi. Kwa sababu hiyo mito siipo duniani, wanaifuatilia ilipoenda kukutania, wanasema hapa ndio Eden ilipokuwa. Tumeelewana wapendwa? Andiko la pili lilikuwa ndio hilo hapo, Mwanzo 2:4-5. Naomba rudia, Mwanzo 2:4-5. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hakunyeshea nchi mvua. Mbele. Wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Sikiza hivyo vitu viwili. Mungu anasema, Mungu aliumba kila kitu alivyomaliza. Hapakuwa na mche. Mungu amemaliza kuumba siku ya ngapi? Ya 6, si ndio? Anasema nilipomaliza kuumba siku ya 6, nilivyokaa na kupumzika, hapakuwa na mche uliochipua, wala mboga iliyoota, wala mti wa matunda. Kwa sababu hizi 2. Ya kwanza anasema kwa sababu sijainyeshea nchi mvua. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa sababu hakuna mtu wa kuilima nchi na kuitunza. Tumeelewana hapo? Lakini ukisoma Mwanzo sura ya kwanza anasema hivi, siku ya 3 Mungu aliumba miche. Tuelewane vizuri. Siku ya 3, hapa tusome. Mungu aliumba miche, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11. Soma. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche uotao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. 12. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu ameumba nini? Yaani kaumba kila kitu, majani, miti, mapapai, matunda, mikomamanga, yote ameshaiumba. Lakini Mwanzo 2:4-5 anasema Mungu alipomaliza uumbaji wake hapakuwa na mche. Lakini hapa siku ya 3 Mungu ameumba miche. Kuna miche miwili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mche wa siku ya 3 na kuna mche baada ya siku ya 5 kwenda mbele. Siku ya 6 kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Iko miche hapa. Anasema nimeomba mche siku ya 3, nimeomba matunda yote siku ya 3 nimemaliza. Nitegemea niyaone. Si ndio hivyo? Anakuja huko mbele 2:4-5 anasema basi kulikuwa kuna mche uliotokeza wala miti iliyoota, kwa sababu 1, Mungu hajanyesha mvua. 2, Mungu hajamweka mtu wa kuilima nini? Ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo kwenye uchumi wa mbinguni
unapoanzia hapa ni uchumi wa mbinguni unaanzia hapa. Kanuni za Mungu sasa za kumiliki na kutawala zinaanzia hapo Mwanzo 2:4-5. Kuna miche miwili, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mche mmoja Mungu ameuweka. Mche mwingine haupo kwa sababu Adam na mvua haipo. Kuna tofauti ndogo sana kati ya garden, yani bustani, na poli. Tunaelewa? Kuna tofauti kati ya bustani na poli. Mungu alijua kwa sababu Adamu hayupo, kwa sababu mtu wa kushika jembe hayupo, nikinyesha mvua ile miti ya sura ya 3 itachipuka. Kwa sababu hakuna wa kuipalilia, hakuna wa kuitunza, itakuwa poli. Na Mungu anataka garden, anataka bustani. Mungu alisimamisha mvua isinyeshe, miche isitokeze, kwa sababu hayupo manager, hayupo mtu wa kumanage, hayupo mtu wa kutunza. Bwana Yesu asifiwe. Miche ya kwanza sura ya 3 Mungu aliipandikiza katika ulimwengu wa kiroho, akaiwekeza humo, ikawa inamsubiria Adamu aje na jembe, achimbe, aweke mbegu, mchofaje utokeze. Bwana Yesu asifiwe. Imekuja upande wa pili, Mungu anasema mpaka sasa hivi bado ile miche ipo chini, haijachipua bado, kwa sababu siwezi kuleta mvua, kwa sababu mtu wa kupruni, wa kupalilia, mtu wa kumanage hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo penye management. Mungu awekagi mali zake sehemu ambazo mtu hawezi kuzitunza hata siku moja. Mtu wa shagalabagala Mungu amnyeshiagi mvua hata siku moja. Mtu ambaye hawezi kujimanage yeye, hawezi kumanage muda, hawezi kumanage resources ambazo Mungu amempa, hawezi kutunza rasilimali alizopewa na Mungu, Mungu hamwamini hata siku moja. Anasema sijanyesha mvua kwa sababu hakuna mtu wa kuilima nini? Jembe la Adamu halikuleta miche. Jembe la Adamu lilidhihirisha miche ambayo Mungu alishaiweka. Bwana Yesu asifiwe. Kazi unayofanya sasa hivi sio inakupa mali, inadhihirisha kitu ambacho Mungu tayari ameshakiandaa kipo. Ila anatafuta mtu anayeweza kutunza na kumanage. Huo ndio uchumi wa mbinguni unaofanya kazi. Unaanzia hapo. Anza kujitazama wewe sasa. Mungu amewekeza mangapi kwenye maisha yako? Mnajua kama si manager wa benki, si ndio hivyo? Manager sio hadi sakosi. Mnasikiaga, si ndio? Juu ya manager kuna mmiliki. Tunaelewana? Juu ya manager kuna bosi. Bosi hawezi kuchukua kazi yake akamkabidhi manager ambaye hawezi kumanage, hawezi kutunza. Anampa mtu uwakili, mtu ambaye ana uhakika atatunza mali zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu Mungu Yesu alitoa mfano akasema kwa hasira, akasema wewe ni wakili mpumbavu, nimewekeza mali zangu kwako, umezitapanya. Nadhani Luka 16. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawekeza vitu kwenye maisha yako, kabla kuviwekeza, kabla kunyeshia mvua ya baraka, anakutazama kwanza. Hichi kichwa kweli, hichi kichwa hichi. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa unalia leo kijana hapa, wasema Mungu nahitaji mtaji, nahitaji biashara nzuri. Lakini Mungu akija sana ingia nyuma yako na kuangalia, kabla kunyeshia mvua ya baraka, anacheki management katika kichwa chako. Anakuuliza kichwa 4 mara 2. Yaani wewe bwana haya nini hayo? Haya, mtu kanunua kitu cha 2000, amekupa shilingi 5000, unalisha shilingi ngapi? 2700. Mungu anakucheka sasa. Hivi huyu kweli nikiamini mali zangu kwa ajili ya agano langu zitakaa hapa? Sio atamtapeli kesho huyu. Uongo kweli? Atakutapeli, Mungu atapata hasara. Na Mungu asamini, Mungu nikufundishaye ili upate faida, sio hasara. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio Mungu wa hasara. Kabla ya kuwekeza Mungu anaangalia. Mungu ni mjasiriamali mkubwa. Anatazama kwanza hapa. Yesu anapita, anakutana na mti, anauliza mti wa nini? Anasema mti wa mapapai. Mbona una matunda? Oh Bwana, ujue you know, thank you sana nini? Akasema katwa, ukatwe. Asa mimi sio Mungu wa hasara. Siwezi kuwekeza kiasi hichi afu nipate hasara hata siku moja.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio Mungu wa hasara. Anasema kila tawi lisilozaa ndani yangu ufanyaje? Ulipalilia, si ndio? Anasema kila tawi lisilozaa ulibembeleza lizae mwakani. No, Mungu sio Mungu wa hasara, ni Mungu wa faida. Mungu amekupa kazi leo, amekupa mtaji leo, amekupa kaduka kamoja. Mungu anategemea akija kishukutwa anakuta duka la jumla, anakuta umeongeza duka jingine, anakuona upo vile vile, miaka nenda rudi. Mungu anashangaa, alafu kesho unamwomba Mungu niongezee mali, anasema hiyo niliyokupa umefanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Au Mungu aseme hivyo, hiyo niliyokupa umeifanyia nini? Mnakumbuka talanta? Kuna mpumbavu alipewa moja akapanda akarudisha moja. Mungu akasemaje? Akasema mjinga wewe, hata hiyo moja nilikupa naichukua nampa mwingine. Mimi nimekupa moja, nataka 5, nataka 6. Bwana Yesu asifiwe. Amekupa watoto, anataka aone matunda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewa jamani? Mungu sio Mungu wa hasara, ni Mungu wa faida. Anataka uwe manager bora kwanza. Basi bwana, sasa hivi hapa wengi nikicheki hapa, wengi wafanya biashara, na leo tumebarikiwa mawinga. Tuna mawinga leo kanisani kwetu. Anyway, Bwana Yesu asifiwe. Ndio amekupa kwa frame. Wewe ni kufungua, wewe ni kufunga. Wewe ni kufungua, wewe ni kufunga. Lugha chafu na wewe, matusi na wewe, haujali wateja, haujali bidhaa zako, haufuti meza, haudekigi wewe. Tunaelewana? Bidhaa imeisha leo, unasema leo nimechoka, nitainua wiki ijayo. Unauza hakuna wiki nzima. Wiki ijayo ukiinua sema Bwana niletee wateja kaskazini magharibi. Mungu anasema wateja niwaleta Jumatano ulipokuwa hujanunua bidhaa. Sina wateja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa faida, hawekezi vitu sehemu za kijinga. Tunamlaumu Mungu asiku Mungu, sisi umaskini Mungu, lakini Mungu akikutazama anasema siwezi kunyesha mvua yangu wakati hakuna manager hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni mawakili tu, ni mameneja. Mungu ndio mmiliki, anawekeza sehemu penye manager mzuri. Anasema sijainyesha mvua kwa sababu hakuna wa kumiliki, hakuna mwenye akili, hakuna mwenye ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 82 anasema hawajui wala wafahamu, wanatembea gizani, misingi yote ya nchi inatikisika. Kwa sababu hatujui kama sisi ni manager wala hatufahamu. Manager mzuri akipita Kariakoo, labda ameenda kununua mtumba, si ndio? Haendi tu kununua mtumba, anaangalia rasilimali zingine, si ndio? Anapita anatembea, kwani siwezi? Anatafuta. Tumeelewana? Katika kugonga kwako upo mlango utafunguka. Mungu anasema hii mwanangu nao unaiweza. Anasema bisheni nani? Mtafunguliwa. Tafuteni nani? Mtapata. Mtaona. Hautafuti, haugongi, haubishi. Uko bize maombi siku 3 kavu. Hakuna kitu kama hicho. Mungu sio Mungu wa dhihaka. Asa mimi Mungu sidhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachofanya. Umepanda bidhaa hamna, utavuna wateja hamna. Umepanda uchafu dukani kwako, utavuna uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mungu wa faida, sio Mungu wa hasara. Isaya 46. Msoma kwanza, watu labda wajua hilo andiko. Isaya 46. Mungu mjasiria mali. Sawa sawa. Mungu ni Bwana soma andiko moja, subiri. Bwana Yesu asifiwe. Kabla 46 soma 47:12. Isaya 47:12. Simama sasa na uganga wako. Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako. Labda utaweza kupata faida. Labda utaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umesoma. Sio tu elimu yako,
Simama na uganga wako na uchawi wako, endelea kujitaabisha, tuone Mungu anasema labda kama utapata faida. Hivi kuna kupata faida kweli hapo? Yaani Mungu anasema labda, hamna kitu. Anasema endelea kujitaabisha na uganga wako. Moja ya uganga ni nini? Kuto kufanya kazi ya kutegemea mavuno. Haujapanda wategemea mavuno. Hauna shamba wategemea mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hapo umekaa hujaajiriwa, afu umekaa yaani upo busy. Oria basika, riba soka. Mwisho wa mwezi NMB yangu itasoma, itaingia kama mshahara. Utatoka wapi? Sio uchawi huo. Wewe si chuma ulete sasa. Asifa na kazi iko hivyo, imenyoka, haina kona kona. Sawa? Mungu alivyokuwa mbaya, sawa, anasema mimi ni Mungu ambaye shauri langu halibadiliki. Nikisema nitakupa mvua baada ya kuwa meneja mzuri, haibadiliki. Soma Isaya 46. Isaya 46:9-10. Isaya 46 mstari wa 9. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nikisema Mungu shauri langu litasimama. Mwandishi wa Mithali anasema moyoni mwa mwanadamu kuna mawazo, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Mungu akisema nitaendesha mvua ukiwa manager, haibadiliki. Isaya 48:17. Soma. Isaya 48:17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekuokoa ili uwe mlokole, ili nipate nini? Mungu sio Mungu wa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Kumbe msingi wa kwanza wa uchumi wa kimungu ni wewe kuwa manager mzuri, ni wewe kuwa wakili mwema. Bwana Yesu asifiwe. Nikiongea sana hapo nitakuwa nimemaliza kanuni za nyuma, lakini kuna siri mbili zipo katika uwakili. Sawa sawa? Sasa Mungu anakupa mali na utajiri. Tumesema la kwanza Mungu alimwambia mwanadamu ni katawale. Lakini lengo kubwa la kutawala ulificha nyuma, Mungu anataka ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ila anatambua moyo sio miliki, moyo sio tawala, hauwezi kumwabudu Mungu. Tumeelewana wapendwa? Moyo una madeni, unawaza kodi, chakula cha kesho, kanisani hapo mwabudu Mungu sio kweli. Akajua mwanadamu ili mwabudu Mungu katika roho na kweli, ili aniabudu, ili atulie, ngoja kwanza nimwandalie mahali pazuri, nimpe kitanda kizuri, nimpe gari zuri, nimpe mavazi mazuri, nimpe nyumba nzuri, atulie, asiwe na neno, ndipo afanye ibada na mimi. Mungu hataki ibada nusu nusu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Hataki. Ndio maana alitumia siku 5 kuandaa mazingira ya mwanadamu, ajue mwanadamu anakula nini, atalala wapi, atavaa nini, atafanya kazi wapi. Siku ya 6 alipomaliza kuweka kila kitu, akamchukua, Biblia inasema Mungu akamweka Edeni. Sio akamwambia kaitafute Edeni, akamchukua akampeleka Edeni ambayo tayari ameshaitengeneza. Alichomwambia ni kitu hichi kimoja, nenda kai manage, nenda kawe manager mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anakupa utawale kwa sababu ya ibada. Yohana 4:22-23. Yohana 4. Wafanya biashara mpo? Yohana 4:22-23. 22. Ninyi mnaabudu msichokijua. Ndio chukua sema mwanzoni kula Yesu amekuja kwa sababu hiyo hapo. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. 23. Lakini saa inakuja
nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amesema waabuduo halisi. Kinyume cha halisi ni nini? Fake. Kinyume cha original ni nini? Fake. Si fake. Maana kuna waabuduo fake. Wanaimba kweli lakini ukute ni fake. Wanahubiri kweli ukute ni fake. Wanaabudisha kweli ukute ni fake. Kwa sababu gani? Anaabudisha kile moyo haujanyoka kwa Mungu, umebeba mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo hapa mbele anaimba Baba ninakuabudu, lakini mbele inakuja picha ya mwenye nyumba. Anataka kodi. Sasa hapo unamwabudu nani? Bwana Yesu asifiwe. Si ndio hivyo? Baba nakuja mbele zako. Baba ninasogea. Anakuja mama mwenye kikoba yule. Ana marejesho yake na kutembelea, picha yake inakuja. Wala mabudu nani hapo? Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyajua yote hayo. Akajua hapa nitapata waabuduo feki. Akasema waabuduo halisi wataniabudu katika roho na kweli. Na njia pekee ya kuabudu katika roho na kweli ni kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Moyo usiotulia hauwezi kumwabudu Mungu. Asikudanganye mtu. Mtu ambaye moyo hujatulia hata akifunga hamuombi Mungu. Anahuzunika, analia. Wasiwala mtaji. Haombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vilio na maombolezo. Akati Mungu anasema Yeremia 1:12, mimi ni Mungu, nilitazamia neno langu nipate. Wiki ya kwanza. Kumbe unalia uchungu, una kazi. Watu wasema umefunga. Alikuwa amezama leo. Mungu akichukua audio zako akizitranslate akuta baba nini hapa? Mwaka wa 5 baba. Mwaka wa 10 baba. Roho Mtakatifu alivyokuwa fundi ni mwaminifu. Inasema ni mfariji, sio? Katika kilio chako huwa anakuja kukufariji ila akupi kazi. Anakuja kukutia moyo, mwanangu, endelea mwanangu. Sema anga sauti isikauke. Kuna watu maji tuwasali unato anakufariji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo usiotulia hauwezi kumwabudu Mungu. Mithali 4:23 inasema linda sana moyo, maana hapo chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lengo la Mungu kukupa wewe mali, kukupa mtaji, kukupa maarifa, kukupa akili njema, sio tu ule chips yai, sio tu tafute sausage, sio tu uende KFC. No. Lengo lake kubwa ni umiliki na utawale. Lengo lake kubwa uitikise nchi, wapate kujua yuko Mungu wa Israeli. Watajuaje? Watakuangalia ulivyomiliki na kutawala nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona wapendwa. Kwa tukitoka hapa, toka kwa ujasiri. Mungu wako sio Mungu wa kubahatisha. Ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu mwenye, sio Mungu wa kubahatisha. Msomaji, tusome Kumbukumbu 28. Tunamalizia sio muda. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 47. Kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Rudia. Kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Mmesikia vizuri? Rudia mara mwisho. Kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru. Kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru. Pindua pale. Kwenye furaha weka huzuni. Lingesomekaje? Kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa huzuni na moyo wa kulaumu. Maana yake vipi? Yaani usipokuwa na furaha ukiwa na huzuni huwezi kumtumikia nani? Haiwezekani. Huzuni zinakujaje? Huzuni kubwa ya wanadamu, asikudanganye mtu. Mhubiri alisema fedha ni jawabu la mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Alikupi tu uzima wa milele, ila ni jawabu la mambo. Bwana, ukiwa na pesa unavimba. Ukiwa na pesa unajiamini. Hata nikikaa hapa nikiambiwa, defender za polisi zipo hapo nje,
Pesa ndio inayoongea. Bwana Yesu asifiwe. Muda mwingine tunamtwika Roho Mtakatifu majukumu mengi kwa sababu hatuna nini? Hatuna fedha. Amekuja mtu anakudai kodi hapo nje, baba mwenye nyumba, umeshakimtia magotini. Baba, mtie upofu. Kama Elisha alivyowatia upofu walipokuja kwenye ule mlima. Baba, lugha zake zikagongane. Asione hii nyumba baba. Jamani. Anataka kodi yake. Tuna Mungu amtie upofu. Huo si wizi. Tunamtwika Roho Mtakatifu majukumu ambayo hayamhusu. Nyie mnajua watu wa misheni. Wakija wenye leseni zao. Nasikia, "Flora funga, Maiti funga, Majori funga, funga, kanyuma ya nyumba." Mtu anakaa pale duka lake lipo pale. Ile duka nani anasema, "Sijui." Aise, analikana duka lake kwa sababu ya TRA. Anataka 50,000 au 70,000. Uongo. Kabisa analikana. Nimeshakusikia story kutoka huku. Ni Angel ameshakulikana duka pale. Anapisha mtu ataeleza, mimi silijui duka hili bwana. Amerikana mwenyewe duka lake. Bwana Yesu asifiwe. Maduka asubuhi, dakika 5 zilizopita yalikuwa na wamiliki. Dakika 5 mbele yana makufuli. Wamiliki mimi naona, si yule mmiliki yule. Lakini TRA haoni mmiliki. Haoni, manispaa haoni mmiliki. Guys, pesa ni jawabu la mambo yote. Mimi ni Mungu nikufundisha ili upate pesa. Kuna mambo tunamtwika Mungu. Kuna maombi tunakuwa nao mengi. Ni kwa sababu nini? Hatuna fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu aliniambia kitu nimesahau kukitengeneza. Aliniambia si nani? Alipo wenzetu wazungu hawana maombi mengi. Maombi yao ni machache kwa sababu shida zao nyingi wanazitatua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Shida zao nyingi wanatatua. Fedha anayo ya chakula, si ndio? Analala pazuri. Watoto wanasoma shule nzuri. Ana kazi nzuri. Ana gari nzuri. Hana vikoba, hana sakosi, hana madeni, si ndio? Hivi ni maombi mangapi nimeyapunguza kwa Mtanzania aliyokaa ndani? Mengi mno. Prayer point ya kwanza mwaka mpya, baba kile kikoba wanisahau wasinikumbuke. Prayer point ya pili, baba nifungulie jina jipya la kikoba na sakosi. Prayer tumbe baba yale madeni ni achomoe. Deni A, deni B, deni C, deni D. Tumeelewana? Baba mama yangu kijini apate sijui nini. Tumeelewana? Mengi ambayo tungeyatatua kwa kumiliki na kutawala. Sasa moja ya kazi ya msalaba wa Kristo, moja ya kazi ya Yesu aliyofanya msalabani ni kutupa utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuturudishia utawala tuliopoteza baada ya dhambi kuingia. Ni kuturudishia umiliki wetu wa kihalali ambao Adamu aliuza, alisaidishwa mkataba feki akakubali. Moja ya kazi ya Yesu msalabani ni kuturejeshea hayo mambo. Ufunuo 5:9-10. Soma. Andiko la msingi. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Nao waimba wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya. Kwa nini wanamiliki? Kama umesoma vizuri, kwa nini wanamiliki? Wanamiliki kwa sababu mwana kondoo alichinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ilikuwa ni mafunuo ya Yohana, anaonyesha chumba cha mbinguni. Anaonyesha mahakama ya mbinguni inayofanya kazi. Tumeelewana? Akaona, tazama, Mungu amesimama, ameshika kitabu. Ameshika kitabu chenye hatima ya wanadamu. Ameshika kitabu chenye hatima yako leo. Tumeelewana? Ameshika kitabu ambacho kimeshikilia biashara yako siku ya leo, kimeshikilia maisha yako siku ya leo. Amekishika. Mungu akauliza, ni swali, ni nani astahiliye kufungua hichi kitabu? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mbingu ikawa kimya, malaika wakawa kimya. Inasema hadi duniani pakawa kimya, kwa sababu hakuna astahiliye kufungua kile kitabu na kukupa wewe hatima njema, na kukupa wewe kazi njema, na kukupa biashara njema. Bwana Yesu asifiwe.
Tazama sasa, mmoja wa wazee akasimama palipokuwa na ukimya mbinguni, kwa sababu hakuna mtu mwenye hadhi astahilie kukupa wewe haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameshashikilia hatima yako, lakini hakuna astahilie kushika ile hatima na kukupatia wewe. Akasimama mmoja wa wazee akamwambia Yohana, Yohana, tazama, yuko simba wa kabila la Yuda, aliyeshinda kifo na mauti, aliyeshinda kifo na msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anastahili kufungua hicho kitabu. Tumeelewana wapendwa? Mzee amesimama, malaika wamekaa kimya. Kumbe kuna mambo hata malaika hawayajui. Kumbe kuna mambo hata wazee hata wale malaika wakubwa Mikaeli hawayajui, isipokuwa wazee. Ina maana kuwa mzee kuna kitu, si maana yake ili uitwe mzee haupimwi kwa umri. Unapimwa kwa kiwango cha siri za Mungu azowekeza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yule mzee mbinguni hakuna muda. Hapa tukisema mzee si ana mvi. Mbinguni hakuna muda, kwa hakuna mvi. Anaitwa mzee kwa sababu anapimwa kiwango cha akili za Mungu kwenye maisha yake. Malaika hawajui, lakini mzee akasimama akasema, tazama, yuko simba wa kabila la Yuda, yanastahili kukifungua hicho kitabu na kusoma hatima zako na kukupa kazi, biashara, kukutoa kwenye umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anasema, tazama, nikasimama kugeuka kumtazama huyo simba wa kabila la Yuda. Nilipogeuka sikumuona simba. Mzee alimuona nani? Simba. Kwa sababu mzee sio mwanadamu, sawa? Alipogeuka Yohana hakumuona simba. Anasema nikamwona mwana kondoo aliyechinjwa. Yeye anastahili kufungua ule muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Alimuona Yesu akiwa msalabani amechinjwa. Unapata siri moja hapo. Kumbe siri ya uchumi wa mbinguni sio kuwa na nguvu. Kama angekuwa na nguvu, Yohana angesema nikamwona simba wa kabila la Yuda amesimama akashika kile kitabu. Sio hivyo? Anasema nikamwona mwana kondoo mnyenyekevu aliyejitoa kafara, aliyejitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, aliyejisacrifice, ndio alikuwa na hadhi na anastahili kufungua kile kitabu. Shika kichwani mwako, siri ya kumiliki na kutawala ni kujitoa kwa ajili ya wengine, ni kujiachilia kwa ajili ya wengine, ni kujisacrifice maisha yako. Yesu anasema, je, upendo gani ni mkubwa kama huu, kama mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake, kwa ajili ya rafiki zake? Bwana Yesu asifiwe. Wewe una 1000 hapa, mtu akija kuomba naomba buku, unamwambia sina. Lakini kwa nini umemnyima? Kwa sababu umeangalia kesho. Lakini Yesu akaangalia kesho, aliangalia leo, akatoa maisha yake, akasema ya kesho. Ukisoma Mathayo 6 mstari wa mwisho anasema, tazama, usifikiria kesho, kesho itajisumbukia yenyewe. Elisha anamfuata mjane wa Sarepta, anaambia naomba kula. Mjane anasema, tazama, nina mkate mmoja, nile na mwanangu nife. Akaambia, sikiliza, achana na stori za kufa, achana na stori za kesho, nipe mimi nile. Bwana Yesu asifiwe. Alivyokula alikufa, alivyokula alipata shida. Ndipo Mungu anavyotaka kumiliki kwenye mbingu, ni kujitoa, ni kujisacrifice kwa ajili ya wengine, sio kujisifu una nguvu na mtaji mkubwa. Uchumi wa mbingu hauendi hivyo. Mungu anasema mimi ni Mungu niinuaye manyonge ili niaibishe wenye nguvu. Ukijitutumua mbele za Mungu anakushusha. Bwana Yesu asifiwe. Shuka chini, jisacrifice, jitoe kwa ajili ya maisha ya watu wengine, ndipo Mungu akuangalia anakunyanyua. Soma tena 10 mstari wa 10. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu waliokaa ndani leo. Bwana Yesu asifiwe. Wa kabila na lugha na jamii na taifa. Hao watu walio Yesu, kumbe sisi alitununua. Tulikuwa watawaliwa wa mtu mwingine, akatununua kwa damu yake, akaturudishia ukuhani na ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Adam bustani ya Eden alipoteza vitu hivi, ukuhani na ufalme. Adam hakupoteza mbingu, wapendwa. Tumeelewana? Wala Adam hakupoteza utajiri. Alipoteza umeneja, ufalme, alipoteza majukumu yake.
Haleluya. Adamu hakupoteza mbingu wapendwa, alipoteza ukuhani na ufalme. Mungu aliposema Adamu katawale, ilikuwa ni kauli ya kifalme. Uongo kweli? Nenda kawe mfalme juu ya nchi, nenda kawe mfalme juu ya mtaa wako, nenda kawe mfalme kazini kwako. Na hicho ndicho kitu ambacho Adamu alifanyaje? Alikipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema sasa, ulikuja ukachinjwa, ukamwaga damu yako, ukatununua. Tulipokuwa watumwa, ukaenda kutukomboa kwa kutununua. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi sio wetu tena, sisi ni watu wa mtu fulani, tunamilikiwa mtu mwingine. Akaturudishia ukuhani na ufalme. Ukuhani manake ni mamlaka ambayo Kristo Mungu alikupa wewe kabla ya kuumbwa misingi ya dunia. Alikupa ufalme akakuweka Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye akakupa ukuhani. Nini maana ukuhani? Uwezo wa kuwasiliana na Mungu, uwezo tena wa kuongea na Mungu, uwezo wa kuwa na mahusiano tena nani? Na Mungu. Ndio ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya jua kupunga, Mungu alikuwa anashuka kuja kuongea nani? Huo ndio ukuhani. Lakini utawala wa Adamu ndio ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alijua hii nchi ila rasilimali zikutii, ila rasilimali zisikie sauti yako Adamu, ni lazima kwanza nikurudishie ufalme na ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Soma andiko moja hili. Au itatupotezea muda, tuachane nalo. Tumeelewana wapendwa? Sasa line ninayowapa asubuhi ya leo, tukitoka mahali hapa, siku nyingine tutasoma hapa, tuna kanuni 7 za kiuchumi, sawa, wa kimungu. Ila ukitoka hapa leo, kwanza fahamu hili: Mungu kurudishia ukuhani, kukurudishia ufalme, hakutoi kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alikuwa kuhani, alikuwa mfalme, lakini alifanya kazi. Kazi ilikuwepo kabla ya dhambi. Tumeelewana? Dhambi au anguko halikuleta kazi. Kazi ilikuwepo kabla ya dhambi. Mpaka leo Mungu anasema Mungu anafanya kazi mpaka leo, sio? Na Bwana Yesu asifiwe. Kazi ipo. Fanya kazi kwa bidii. Tumeelewana pendwa? Kanuni ya kwanza ondoka nao leo inaitwa uaminifu. Iandike yote, tunamalizia hiyo. Uaminifu. Kanuni ya uaminifu. Faithfulness. Uaminifu. Ili upate uchumi wa kwanza ni Bwana Yesu asifiwe. Ili upate uchumi wa kimungu kwanza ni uaminifu. Luka 16:10. Luka 16 mstari wa 10. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Aliye mwaminifu katika dogo, huwa mwaminifu katika kubwa. Ni kanuni ya kwanza ya Biblia, uaminifu. Kazini ulipoenda kufanya kazi, ni mwaminifu kiasi gani? Au unafanya kazi tu bosi akiwepo, akiondoka unalala? Nyumba aliyokupa Mungu uliyopanga, ni mwaminifu kiasi gani? Fremu aliyokupa Mungu, ni mwaminifu kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi ya watu unayoifanya, wewe ni mwaminifu kiasi gani? Ile kazi yako mwenyewe unayoifanya, kumbuka sio ya kwako. Mungu anasema amekununua kwa damu ya thamani. Maana hiyo kazi unaifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni mwaminifu kiasi gani? Mungu amekupa tu leo. Ndio mfano niliopa mwanzoni, ka flame kamoja tu. Haukafanyii usafi, haukadeki. Hapo ataka Mungu akupe duka la jumla, inawezekana? Haiwezekani. Amekupa katoto kamoja, ukatuzi, ukajali hapo. Tumeelewana? Amekupa tu kazi, ushaanza kuwatambia mtaani. Umeanza kuwa mvivu. Kwa wiki unaenda kazini mara moja, uenda mara. Bwana Yesu asifiwe. Anasema aliye mwaminifu kwenye madogo, nitamwamini kwenye makubwa. Mungu anakupa kwanza kidogo, anakutazama.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu kabla kumwamini Daudi na ufalme alimpa nini? Alimpa mbuzi 3, kondoo 6, akasema enda nao kwa wachunge kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda nao Mungu akamtazama, akaona anavyowalinda wale kondoo, akaona anavyowapigania wale kondoo. Aliyatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Daudi alikubali kupigana na dubu na simba. Uongo kweli? Mimi na tungekimbia. Ungesema maisha yangu mimi na kondoo yangu mimi na thamani mno, ningekimbia. Lakini Daudi alisimama akapambana na dubu. Jamani, dubu ni mkubwa kuliko simba, mnaelewa? Dubu ana nguvu kuliko nani? Kuliko simba. Akasimama akapambana naye, akatengeneza CV mbele za Mungu. Mungu alipomwangalia akasema, huyu na muamini kwa taifa langu. Kama alipigania maisha ya kondoo, sembuse wanangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu alivyoangalia huyu. Kama kazi za watu anafanya kwa uaminifu huu, kama kazi za watu anajitoa kiasi hichi, huyu nikimpa ya kwake atajitoa mara 400. Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu alivyoangalia, angalia vingine. Anavyotawaza Daudi kuwa mfalme, walipita kaka zake mbele, wakubwa kuliko yeye, wenye elimu kuliko yeye, wenye nguvu kuliko yeye. Samueli akaangalia, akamwona mmoja, akasema, Bwana, hakika huyu ndio aliyomchagua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Samueli, acha upumbavu. Kuna mtu ashatuma CV yake mbinguni. Wewe unaijua? Yupo mtu. Ikabisa Samueli alisema, bwana mzee, kuna mtoto wako mwingine? Akasema, kapumbavu kamoja kapo kule kanachunga. Akasema, muiteni huyo. Huyo ndio Mungu aliyemchagua, kwa sababu hakujali sherehe, hakujali nimekuja mimi kama kuhani, hakujali nimekuja nabii. Alikaa na kundi la kondoo mwituni. Bwana Yesu asifiwe. Alivyokuja Daudi, Mungu akamwambia Daudi, huyo ndio niliyemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hakumshinda Goliati kwa sababu alikuwa na nguvu. Alipoenda uwanja wa vita, aliposimama, Sauli akamwambia, mtoto wa bake ndo nani? Yese. Wewe mtoto wa Yese, kijana mdogo, kaka zako wamekimbia uwanja wa vita, wewe unakujaje? Akaambia, bwanangu, sikiliza, mimi hapa unavyoniona, nilipokuwa miaka 12 nilipigana na dubu, nikapigana na simba, mimi nipo tayari kwa ajili ya vita. Alimwaga CV yake. Bwana Yesu asifiwe. Akapewa mazoezi ya kivita, akapewa CV nyingine, akazivaa, akasema, bwana sikiliza, mazoezi yangu yote sikuvaa CV hizi, sikuvaa nguo hizi. Tumeelewa wapendwa? Akavua ile mavazi, akaingia uwanja wa vita akiwa na CV tu. Tumeelewana? Akiwa na uaminifu tu ambao ameujenga mbele za Mungu. Walipojaribu kumshawishi, maana yake, bwana sikiliza, huko unapoenda uaminifu tu hautoshi. Sawa? Hapa rushwa inahitajika. Sikiliza, huko unapoenda uaminifu tu hautoshi. Hapa lazima uwe shoga na fulani. Akasema, sikilizeni, uaminifu ndio utengeneza mbele za Mungu, unanitosha. Akasimama akamwambia Goliati, wewe unanijia kwa mapanga na malungu. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi nimebeba taifa nyuma yangu, ninakujia kwa nani? La Bwana wa majeshi. Alikufa akufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta mtu mwaminifu. Daudi alimiliki taifa kwa sababu alikuwa mwaminifu. Kama angalia Yusufu. Alikuwa nani? Mwaminifu. Akamwambia mke wa Potifa, siwezi kumkosea Mungu wangu. Kwa nini? Alijua ipo hatima njema imekaa mbele. Akatupa gerezani, bado akawa mwaminifu. Mungu akasema, sasa huyu ninaweza nikamwamini kwenye taifa langu. Huyu naweza nikamtuma kwa ajili ya watu wangu. Huyu naweza nikawekeza mali zangu kwake. Jichunguze wewe, una uaminifu kiasi gani? Umejitoa kwa Mungu kiasi gani? Je, mali za watu ulizopewa unaziangalia kwa moyo gani? Umepewa tuendeshe kigari cha watu kwenye mashimo, kwenye matuta, kwa ni langu. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu, tumia chombo kama cha kwako. Mungu akicheka uaminifu wako, huyu sasa nimeshampima kwenye madogo, naweza nikamwamini kwenye hili pia. Usipokuwa mwaminifu pale, Mungu hawezi kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kuna kitu Mungu ameweka kwenye maisha yake hapa, ila tujawa waaminifu kiasi hicho. Sawa wapendwa? Kwa tunaenda kumwomba Mungu. Kwanza omba rehema mbele za Mungu. Hiyo kanuni ya kwanza ya uaminifu. Zipo 7 tutasoma siku nyingine. Kwanza omba rehema mbele za Mungu. Mwambie, Bwana, najua nimekuja mbele zako sio kwa uaminifu. Nimefanya kazi za watu sio kwa uaminifu. Nimefanya majukumu yangu sio kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea kwako sio kwa uaminifu. Nisamehe.
hasira yako Mungu isiwe juu yangu. Lengo la Mungu kuamini kile madogo, ingia kwenye maombi ya hichi kitu. Cha kwanza, Mungu anakuwa anakufundisha kumtegemea. Ndio maana anakupa madogo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakufundisha kufanya kumtegemea. Cha pili, Mungu anakufundisha uwe na shukrani. Cha tatu, Mungu anakufundisha kufundishika. Ukiwa na madogo utakubali kufundishika. Ina maana ukifundishika ukiwa na madogo utafundishika ukiwa na makubwa. Ukimwamini Mungu ukiwa na madogo utamwamini ukiwa na. Sasa kama leo una duka utoe fungu la 10. Wewe ukipewa kiwanda utatoa fungu la 10 30 hujatoa. Utatoa milioni 5? Kwa Mungu anakupa kadogo ili akufundishe. Anza na haka, tembea hapa, unaenda hivi, unaenda mpaka mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumwomba Mungu. Mungu anasema, je, ni nani aliyesahau siku ya mambo madogo? Japokuwa mwanzo wako ni mdogo mno, weka uaminifu mbele za Mungu, mwisho wako utakuwa mkubwa mno. Ukienda mbele za Mungu, Mungu nirehemu, najua sikuja kwako kwa uaminifu. Najua yako mambo nimeyafanya kwa ulegevu. Makusudi kabisa nimeyafanya. Sikutunza muda vizuri, sikutunza mali vizuri, sikutunza ndugu zangu vizuri, sikutunza ile biashara vizuri, nimefanya kwa ulegevu. Leo nakuja mbele zako Bwana nikiomba rehema, unirehemu. Usigeuze uso wako mbele yangu. Usije ukaacha kuniamini Mungu wangu. Umwambie Bwana azidi kukuamini. Rehema ya Mungu ipo mahali hapa asubuhi ya leo. Baba ninakuabudu. Baba ninakuabudu. Sema Baba. Baba ninakuabudu. Sema Baba. Baba ninakuabudu. Imba Baba. Baba
nimetembea pasipo kukujali Mungu wangu. Nimefanya mambo kwa akili zangu, nimefanya mambo kwa nguvu zangu na kwa uwezo wangu. Sikujali wengine. Hata kazi ulionipa sikuitenda kwa uaminifu. Hata biashara ulionipa sikuifanya kwa uaminifu. Hata watoto ulionipa sitakaa nao kwa uaminifu. Hata ndugu ulionipa sitaishi nao kwa uaminifu. Na umesema ni Mungu unaangalia masuala madogo, ni Mungu unaangalia mwanzo mdogo. Baba nisamehe, usigeuze uso wangu asubuhi ya leo, usigeuze uso wangu asubuhi ya leo. Nitazame tena Bwana, nitazame mtoto wako asubuhi ya leo. Ninatubu, nasema Bwana nisamehe, nioshe tena kwa damu yako, nisafishe tena Bwana. Ondoa ghadhabu yako mbele yangu, ondoa hasira yako mbele yangu. Yamkini uchumi mgumu ninaupitia ni kwa sababu nimekuja kwako sio kwa uaminifu. Yamkini hali ngumu ya maisha ninayoipitia ni kwa sababu nimefanya kazi sio kwa uaminifu, ni kwa sababu nimekuja mbele zako sio kwa uaminifu. Baba ninatubu, naomba nisamehe Yesu, nisamehe Bwana, nyosha tena kwa damu yako. Usinisamehe hasira yako Mungu wa mbinguni, usinisamehe ghadhabu yako mfalme wa amani. Natamani kuanza upya, natamani kutembea upya na wewe, natamani kuanza upya tena Bwana. Ghadhabu yako Bwana isiwe pamoja na mimi, hasira yako Bwana ikawe mbali na mimi. Usigeuze uso wako Mungu wa mbinguni, usigeuze uso wako Bwana. Endelea kuniamini mtumishi wako. Baba amesema nijaribuni muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kuonyesha mvua hata mtashinda kupokea baraka hizo. Mwambie Bwana, nipo tayari kupokea mvua yako, nipo tayari kuwa wakili mwema, nipo tayari kuwa milenia mtakatifu, nipo tayari kuwa milenia mzuri, nipo tayari kukutumikia Bwana. Achia mvua yako kwenye maisha yangu, achia neema yako tena, achia baraka zako Bwana. Anasema kila tawi lisilozaa nitalikata, lakini kila lililozaa nitalisafisha ili zidi kuzaa. Mwambie Bwana, nifanye tawi linalozaa, nifanye tawi linalozaa ili nizidi kuzaa zaidi. Nisafishe Bwana, nitengeneze Mungu wa mbinguni. Mungu wa sala, Mungu ni Mungu wa faida. Anasema Mungu ni kufunika ili upate faida. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu, uchumi ni mali ya baba yako. Sasa kwa nini unateseka? Kwa nini unapata shida? Nenda litie jina la Mungu mahali hapa. Mwambie Bwana, nimesikia sauti yako. Wewe sio Mungu waliochoka, wewe sio Mungu wa maskini, wewe ni Mungu wa matajiri, ni Mungu wetu wenye uchumi. Na mimi leo achilia mvua ya mafanikio kwenye maisha yangu, achia baraka zako kwenye kazi yangu. Mimi ni Mungu kudishaye ili upate faida. Mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupata utajiri. Mwambie Bwana, nipe macho ya kuona rasilimali, nipe macho ya kuona uchumi, nipe macho ya rasilimali tena. Umesema tazama, nimeweka nchi nzuri mbele yako, maji, nchi yenye uchumi, nchi yenye ngano, nchi ya shairi, nchi ya makomamanga, nchi ya mafuta, nimeweka mbele zako. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Nenda kataa roho za umaskini, kataa ngome za umaskini, kataa umaskini kwa jina la Yesu. Kila roho ya umaskini iliyoshikilia kanisa lako, iliyoshikilia familia yako, ikatae asubuhi ya leo. Kila pando ambalo Mungu amelipanda la umaskini kwenye maisha yako, ikatae, ikatae katika jina la Yesu, ikatae. Mwambie ulianza na haleluya. Nenda jitamkie baraka. Ezekiel aliambiwa itamkie mifupa mikavu nayo itapata nyama. Akasema nikatabiri kama nilivyoamriwa. Nenda tabiri kwa habari ya mifupa mikavu kwenye maisha yako, kwa habari ya umaskini kwenye maisha yako, kwa habari ya kuchoka kwenye maisha yako. Itabiria mifupa mikavu
Mungu anajibu sawasawa na neno lake. Anasema nalitazama neno langu nipate kulitimiza. Tamkia biashara yako, tamkia kazi yako, tamkia uchumi wako, tamkia kila kitu kwenye maisha yako. Nenda tabiri asubuhi ya leo, tabiri juu ya mifua mikavu, itabiri kama Bwana alivyokuamuru. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ewe umaskini na masikio, yamkini ulianza na wazazi wangu, ulianza na babu zangu, lakini utaishia na mimi katika jina la Yesu Kristo. Umaskini sio sehemu yangu, kuchoka sio sehemu yangu. Msalaba wa Kalvari ulikununua kwa damu ya thamani, ulikuwa kufanya kuwa kuhani na mfalme ili umiliki na kutawala. Tena babia adui, kumiliki na kutawala ni sehemu ya furushi la msalaba. Kumiliki na kutawala ni sehemu yangu katika jina la Yesu Kristo. Umaskini umekutesa miaka mingi, usikae kimya. Bwana afungue masikio yako ya rohoni, akupe macho ya kuona rasilimali, akupe macho ya kuona uchumi tena. Ombe Bwana, nikitoka mahali hapa nikatoke nikawe mtu tofauti, nikawe mtu tofauti, nitoke nikawe mtu tofauti, nikawe mtu tofauti katika jina la Yesu Kristo. Kila maagano ya umaskini yaliyofanyika kwenye maisha yangu nayakataa. Haleluya. Kwa dakika moja nenda mbele za Mungu. Najua kila mtu amekuja mahali hapa ana shida mbalimbali na matatizo mbalimbali. Nenda omba kwa maneno yako sasa mbele za Mungu. Kabidhi shida zako nyingine mbele za Mungu mahali hapa, maana Mungu yupo kusikiliza haja zako mahali hapa. Anasema leteni hoja zenye nguvu. Nenda peleka shida zako sasa mbele za Mungu. Tamka shida zako mbele za Mungu mahali hapa. Anasema sio lake sio zito hata asisikie. Tamka, 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 usikae kimya. Tamka mtu wa Mungu, usikae kimya. Amesema amekupa uwe kuhani na mfalme. Mbona unaomba kinyonge? Mbona unaomba ukiwa umechoka? Wafalme waliachoka. Wafalme ni watu wa vita. Wafalme ni wapambanaji. Wafalme wanashipambana. Wafalme ni mashujaa. Usiombe kilele mama. Usiombe kwa kuchoka. Nenda pambana. Wenzako hapo makaburini sasa hivi wanaagua. Wapo watamka majina yako kwenye madhabahu zako. Wapo watamka familia yako kwenye madhabahu zao. Wewe umekaa unaomba kinyonge. Usiombe kinyonge. Nenda kama shujaa. Mungu mwenyewe anasema tazama, nitashuka kama shujaa, nitashuka kama mtu wa vita. Na wewe simama kama mtu wa vita. Simama kama shujaa. Tamka kwa habari ya familia yako. Mwambie shetani, umetuonea vya kutosha. Umetupiga vita vya kutosha. Mwambie Bwana, najua wako watesi wanatafuta maisha yangu, wapo watesi wanatafuta uhai wangu, lakini Bwana umesema utanipigania nami nitanyamaza kimya. Mungu umesema ni Mungu unipiganaye vita vyangu vyote. Mkabidhi Bwana vita zako asubuhi ya leo. Mkabidhi Bwana changamoto zako asubuhi ya leo. Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako havitaniacha. Tamka maneno ya Mungu. Mwambie Bwana, ninajua utaniacha, najua utanipigania, najua utaniacha, najua utanipigania. Iko neema ya Mungu yako mahali hapa. Yamkini hujapata neema ya kuomba wiki nzima, hujapata neema ya kuomba mwezi mzima. Neema ya Mungu ipo mahali hapa asubuhi ya leo. Anasema tazama, hamjaomba neno lolote. Tazama, hamjaomba neno lolote. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo kutana na haja za moyo wangu. Nilipozunguka peke yangu imetosha. Nilipotembea peke yangu imetosha. Ni wakati wangu sasa wa kufanikiwa. Ni wakati wangu wa kutoka kiuchumi. Ni wakati wangu wa kuachana na magonjwa. Watamke ndugu zako na wajua kwa majina yao, ambao hawajaokoka. Mkono wa Bwana sio mzito. Ambao hajapata neema ya kumjua Kristo, watamke asubuhi leo mahali hapa. Mwambie Bwana, na ndugu yangu fulani yuko sehemu fulani, neema yako ikamjie huko alipo. Umesema mkono wako sio mzito hata ushinde kuokoa. Leo mkono wako Bwana ukawe juu ya ndugu zangu, ukawe juu ya marafiki zangu ambao bado hawajakujua wewe, ambao bado hawajajua jina lako, wakalijue jina lako. Anasema mimi ni Mungu nitumaye neno langu ili liwaponye, ili watoke ni maangamizi.
Alisema Yoshua ya kwamba mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Mwambie Bwana, nakula kiapo leo ya kwamba mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Wale ndugu zangu, wale rafiki zangu walio mbali nami, leo natuma neno lako, natuma malaika zako wakawatafute popote walipo, wakawachomoe popote walipo katika jina la Yesu. Kama wapo kwenye mashimo, kama wapo kwenye magereza, kama wapo kwenye maandaki, mkono wa Bwana sio mzito, mkono wa Bwana sio mfupi. Mungu anasema, je, ni nani kama sio mtumishi wangu aliyofungwa? Ni nani kama sio mtumishi wangu aliyekuwa kwenye mashimo? Na wala hapana asemaye rudisha. Nenda wewe Bwana, rudisha watu wako, rudisha ndugu zangu, rudisha ndugu zangu katika jina la Yesu Kristo. Wako watesi wanyemelea maisha yako, wapo watesi wamepanga vita zidi ya maisha yako. Nenda wapeleke mbele za Bwana. Bwana asema vita sio ya kwako, vita ni ya kwake. Wakabidhi mbele za Bwana. Mwambie Bwana amesema atanipigania, nami nitanyamaza kimya. Zama kwenye jina la Yesu. Anasema jina la Yesu ni ngome imara, nao watakatifu ukimbilia humo. Wapo wanaotuma mikuki asubuhi ya leo kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mishale ya adui, kila mikuki, kila mipango ya giza, kila maneno yaliyotamkwa kwenye maisha yangu na kanisa, na yabatilisha asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Na Mungu anatenda kazi pamoja na mimi. Mimi ni ndani ya Kristo na Kristo yupo ndani yangu. Hakuna uganga wala uchawi utafanikiwa. Maana imeandikwa Hesabu 23:23 ya kwamba hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli na Yakobo. Nenda futa kila maneno uliotamkiwa kwenye maisha yako. Kama ni laana, kama ni maneno kuingiza kwenye mitego, yafute asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninafuta kila maneno, ninafuta kila mapatilizi na kila manuizo ambayo watesi wangu waliyatamka kwenye maisha yangu, ambayo watesi wangu waliandaa kwa ajili ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, kila manuizo, kila mapatilizi, kila maneno yasiyo haki, ninayafuta katika jina la Yesu Kristo. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Hata kuwa na nguvu kwenye maisha yangu, kizazi changu na familia yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Kila silaha walizozipanga kwenye maisha yangu, ninazigeuza kuwa silaha za kuwapiga wao. Walikuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7 tofauti. Haya maombi tuliomba mahali hapa, tunayafunga kuwa furushi kubwa, kuwa silaha kubwa, tunayageuza kuwa mapigo 10 yakawapige maadui zetu kwa namna 10 tofauti katika jina la Yesu Kristo. Wale maadui zetu waliojificha kwenye maofisi, kwenye mapango, kwenye biashara, leo tunatuma moto wa Roho Mtakatifu. Tunalituma jina la Yesu. Tunamtuma Kristo ambaye ni simba wa kabila la Yuda. Anasema mimi ni jiwe kula pembeni, nayo ponda ponda na kusagasaga. Tunamtuma Kristo akaponde, akasage, akaharibu kila mipango ya giza, akaharibu kila hila za adui, akasambaratishe maadui zako popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Tazama, mimi ni Mungu nikuponyaye. Bwana, ukatupone na mkono wa kaburi, ukatupone na mkono wa adui zetu, ukatutetee Bwana kwenye vita zetu, ukasimame kama shujaa wa vita, ukatuinulia watu ambao watasimama kwa ajili ya maisha yetu, ukawainue watu ambao watasimama kututetea katika jina la Yesu Kristo. Mungu alisema imekwisha kwa habari ya umaskini, imekwisha kwa habari ya kuonewa, imekwisha kwa habari ya kutumwa, imekwisha kwa habari ya kukandamizwa, imekwisha katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho adui alikiinua kinyume na elimu ya Mungu, tunatamka ya kwamba imekwisha katika jina la Yesu Kristo. Nenda mshukuru Mungu. Bwana asante, maana tumeona mkono wako asubuhi ya leo. Bwana asante kwa sababu tumeona ukiokoa mahali hapa. Mwambie asante kwa sababu tumeona ukibariki mahali hapa. Asante kwa sababu umejibu maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Mungu wa mbinguni.